baadhi ya matukio hutupa mshtuko mkubwa. Lakini baada ya mshtuko kupungua, matukio yanaweza kutuongoza kwa aina zote za maswali kuwepo. Wito wa kuamka haui rahisi kama watu wanavyofikiria. Unaweza kutuacha tukiwa tumechanganyikiwa zaidi kuliko awali na kutufanya tutilie shaka kila kitu tulichofikiria tunakijua. Watu wananiambia nirudi kwa Allah. Lakini je, mimi ni muumini kweli? Vipi ikiwa ninaamini kwa sababu ya wazazi wangu tu? Lakini kama sina imani, basi mimi ni nani? Mimi ni nini? Je, maisha gani hasa ninayotaka kuyaishi? Kwa nini watu wengine wanaacha kila kitu ambacho ungeweza kutaka kwa ajili ya Uislamu, wakati wengine waliopokea Uislamu wakiwa wamepewa kwa urahisi wako tayari kuutupa wote? Wakati mwingine juhudi za kupata Uislamu ndio sababu ya kuweza kuonja utamu wa imani. Sasa juhudi huenda sio njia pekee ya kuimarisha imani yako, lakini huenda ndio kitu cha pekee kinachokusukuma kufanya hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, hakika imani inachakaa ndani ya moyo wako kama jezi inavyochakaa. Fas'alullaha an yujadida al-imana fi qulubikum, kwa hivyo ombeni Allah aimarishe imani katika mioyo yenu. Imani yetu hupanda na kushuka kwa mawimbi ya kadari yetu, lakini haiwahi kukaa tuli, na sote tutakuwa na sehemu za maisha yetu ambapo tutakuwa na imani ya chini. Na Sheitani atajaribu kukushawishi kwamba imani yako ya chini ni sawa na kutokuwa na imani, na si hivyo. Ni onyo tu la kujaza tena tanki lako la imani. Na wakati mwingine hatuithamini nuru tuliyokuwa nayo hadi tunapopotea gizani. Na hapo ndipo Allah anapotuma cheche kuwasha tena moto huo. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubukum bidhikrillah wama nazala minal haqq, je, wakati haujafika bado kwa walioamini zikanyenyekea nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki iliyoteremka? Tayari unamjua Allah na unajua ukweli, lakini unahitaji ukumbusho mgumu kurudi kwake. Na labda sio hadithi yako ya kusilimu, lakini ni hadithi yako ya ukombozi. Lakini uharaka wa kuifanya sawa lazima uweko. Hakika Umar radhiallahu anhu alikuwa akisema, ninaogopa siku ambayo Uislamu utapotea, idha nashaa fil islam man lam ya'rif al jahiliya, wakati kizazi kinapozaliwa katika Uislamu ambacho hakielewi siku za ujinga. Nataka ufikirie kuwa Abdullah ibn Habab ibn Arad unazaliwa Madina na unaamka kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wa maswahaba karibu nawe pia wakiwa wema. Unakuwa katika kivuli cha Qur'an, kila kitu kinachozungumzwa kinahusu Uislamu. Na unapokuwa unasimulia hadithi kutoka kwa baba yako, siku moja unamuuliza baba yako kwa nini ana majeraha makali shingoni na mgongoni mwake, na baba yako Habab anaanza kukuambia kuhusu jinsi alivyokuwa mtumwa huko Maka, na bwana wake alikuwa akimmwagilia makaa ya moto mgongoni mwake hadi kuchoma nyama yote. Kwa nini? Kwa sababu hakuacha kusema la ilaha illa Allah. Fikiria jinsi maisha ya Abdullah yalivyokuwa tofauti na baba yake Habab, lakini juhudi hiyo ilikuwa sehemu ya kwa nini Habab aliithamini imani yake sana. Sasa ikiwa tuhisi ule mshikamano, lazima tuanze kwa kutambua umbali wetu vizuri. Wakati mwingine ni vita vya kiakili kuhusu swala mahususi, na mara nyingine zaidi ya hapo ni kiwewe cha kibinafsi ambacho hakijasuluhishwa. Sasa ikiwa ni cha kiakili kweli, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba tiba ya ujinga ni kuuliza tu, na utapata kila mara kuna majibu ya kushawishi katika Uislamu ambayo yana maana hata kama hayakubaliani na hisia zako. Na hata hivyo unarudi kwa Allah, anajua zaidi, kwa sababu hii ni wazi ni ufunuo wa kitakatifu, na mtume huyu ni wazi ni mtume kutoka kwa Allah.
lakini wakati mwingine tunachukulia tajriba fulani mbaya kwetu kama ukosefu wa elimu. Kwa mfano, unajua mwanafamilia aliyenyanyaswa na mume wako, na kisha unachukua chuki ulionayo na kuibadilisha kuwa shauku, na kisha unaiwasilisha shauku hiyo kuwa tabia ya Uislamu badala ya mume mnyanyasaji. Na inaeleweka kwa nini hiyo hutokea, hata kama sio sawa. Fikiria jinsi Musa alayhi salam alivyohisi alipomwona Al-Qidr akimuua kijana mdogo katika sura Kahf, wakati Musa mwenyewe alinusurika mauaji ya watoto mikononi mwa Firaun. Na yoyote miongoni mwetu angekuwa hana raha kwa kadari hiyo, lakini hasa yeye. Lakini angalia, hakumlaumu Allah katika tukio hilo. Alikuwa akijaribu tu kukubaliana na hali. Na kwa hakika, unapokuwa kwenye jazba la wakati na huna majibu kabisa, hapo ndipo unapoweza kujifunza kuwa na imani zaidi kwa Al-Khabir, yule anayejua majibu yote. Chukua kwa mfano Salman Al-Farisi. Kama angezaliwa tu Madina na akawa Muislamu pamoja na Ansar wengine, je, unafikiri angekuwa mtu yule yule? Kwa upande mwingine, kama angekaa Uajemi asiruhusu udadisi wake kuhusu imani kumtawala katika safari hii ya ajabu tangu mwanzo, angekuwa Ruzbe ibn Razban, maelezo ya chini katika himaya ya Uajemi iliyoshindwa na Waislamu. Lakini kila wakati wa mateso, kila mwalimu anayekutana naye, kila safari anayosafiri, kila wakati anaotumia katika utumwa ni sehemu ya utambulisho wa Salman Al-Farisi. Na kama yeye, wakati Allah alipokuumba tumboni mwa mama yako na kisha akakuleta duniani, hakuwa amemaliza kukuumba. Na chochote kinachoturudisha kwa Allah pamoja na mizunguko yake hatimaye kitakuwa baraka. Na kama vile kuchukua shahada kunaondoa dhambi zote zilizo kabla yake, tauba ya dhati hufanya vivyo hivyo. Wakati Ka'b ibn Malik alipotubu kwa Allah miaka baada ya kuwa tayari Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu wiladatka ummuk. Hii ni siku bora ya maisha yako tangu mama yako alipokuzaa, kwa sababu iwe unakuja katika Uislamu mara ya kwanza au unarudi tena, ni nafasi ya kuzaliwa upya. Lakini angalia kwa Ka'b, ilikuwa dhambi iliyokuwa kichochezi chake cha kurudi kwa Allah. Hata hivyo, kama hatujivunii na zama zetu, ni sehemu ya hadithi yetu. Lakini dhambi yako haifai kuwa mwisho wa hadithi yako, inaweza kuwa mwanzo wa ukombozi wako badala yake. Na kama ilivyo kwa mtu anayekuwa Muislamu kwa mara ya kwanza kabisa, Allah anaweza kugeuza dhambi zote hizo kuwa matendo mema. Ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, basi hao Mwenyezi Mungu atayabadilisha maovu yao yawe mema. Na kama Ibnul Qayyim rahimahullahu alivyosema, dhambi inayokurudisha kwa Allah ni bora kuliko tendo jema linalokupeleka mbali, kwa sababu linakupa uharaka unaohitaji na unyenyekevu wa kurudi. Inaweza kuwa tukio la ukaribu na kifo ukikabiliana na matokeo ya dhambi zako, au ukosefu katika maisha yanayoonekana kuwa kamili kwa nje, ambayo yanakurejesha kwenye kumwomba Allah kiroho na kiakili. Sasa wewe ni Muislamu mpya uliyepaswa kupata Uislamu upya. Tayari umeona utamu wa imani na ni thawabu ya ajabu iliyoje inayokungoja. Umeonyesha kuwa uko tayari kuacha kila kitu kwa ajili ya zawadi hii ya thamani ya Uislamu, na Allah ana mengi zaidi ya kukupa badala yake yote. Na kama umekuwa na wazazi waliokulea katika Uislamu na wakakufundisha jinsi ya kuinukia, ni nafasi ya ajabu iliyoje kuinua cheo chako hata zaidi ya walivyokufundisha. Allah alikupa mwanzo mapema, kwa hivyo usipoteze nafasi hiyo. Tafakari juu ya mistari hii: ya Rabbi razaktani al-Islamu wa lam as'aluka farzuqni al-jannati wa ana as'aluka. E Allah, umenipa Uislamu na sikukuomba, kwa hivyo nijalie janna nami na kuomba. Mambo yatatokea kwa kila mmoja wetu ili kutufanya tugundue tena kwa nini tumekuwa Waislamu tangu mwanzo na jinsi gani tunataka kuwa Waislamu. Lakini upya huo sio wa mara moja tu, na kamwe sio vigumu kupata njia yako ya kurudi, mradi tu unajaribu kweli. La yukhafu alayka an taltabisa tariqun alayka wa innama yukhafu alayka min ghalabati alhawa alayka. Kinachoogopwa sio kwamba njia zinazokupeleka kwa Allah zitakuchanganya, badala yake kinachoogopwa ni kwamba tamaa zako zitakutawala. Kwa namna fulani Allah anakuzungumzia, lakini je, unasikiliza? Na je, uko tayari kuchukua hatua?
rabbana innana sami'na munadin yunadin liliman an aminu birabbikum faamanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Mola wetu mlezi, hakika sisi tumemsikia mwenye kuita akiitia imani kwamba muamini Mola wenu mlezi, nasi tukaamini, basi tusamehe madhambi yetu na utufutie makosa yetu na utufishe pamoja na watu wema. Lakini hiyo haimaanishi kuwa bado hautakuwa na maswali yanayokusumbua. Lakini unafanya nini unapohisi kama Allah hasikilizi maombi yako? Je, hajakukurubisha kwake? Je, umechelewa sana? Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.